Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, tukaziangazie tetesi za usajili ndani ya klabu ya Yanga, ambapo tunafahamu kwamba tunaelekea kwenye dirisha kubwa la usajili, lakini pia tunaelekea kwenye ukingo wa ligi kuu soka Tanzania bara, tukiwa kwenye michezo ya mwishoni kabisa. Sasa wakati tukielekea kwenye ukingo wa ligi kuu soka Tanzania bara, kwa maana ya NBC Premier League, lakini pia lile kombe la CRDB Bank ambalo tunafahamu kwa sasa Yanga tayari wameshakwisha kutinga hatua ya finali, wakisubiri mshindi kati ya Singida Black Stars dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, tukawatazame Yanga kwenye engo ya tetesi za usajili. Bwana, kuna mastaa wengi ambao wameendelea kuhusishwa na klabu ya Yanga, na mara kadhaa nimekuwa nikikujuza pia kuhusiana na tetesi za baadhi ya wachezaji ambao wameendelea kuhusishwa ndani ya klabu ya Yanga, lakini bado tetesi ni nyingi kweli. Sasa unaambiwa Yanga wamejitosa kwenye vita nzito ya kuinasa saini ya kiungo wa chini, yani holding midfielder wa Joluba, Daba Benoito Diakite mwenye umri wa miaka 21, raia kutoka Mali. Bwana, unaambiwa Diakite ni bidhaa ya moto kwa sasa Afrika, na Yanga wanamuona ni mrithi sahihi wa Khalid Aucho. Kiungo huyo amebakiza mkataba wa mwezi mmoja na Joluba, hivyo mwezi ujao ataondoka kama mchezaji huru. Unaambiwa msimu uliopita Manchester United walituma scout wao kumtazama Diakite, lakini pia Benfica Lisbon nao pia walifanya hivyo, na huku Afrika Kaizer Chiefs na De Tunis wanamtaka pia kiungo huyo. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba Yanga huko kwenye vita nzito ya tetesi za usajili kwa mchezaji huyo ambaye ameendelea kuhusishwa na vilabu kama Kaizer Chiefs, De Tunis, lakini pia mwaka jana ama msimu uliopita alihusishwa pia na Manchester United ambao walituma scouti. Sasa ukiachana na taarifa hiyo ya mchezaji huyo Daba Benoito Diakite, bwana, taarifa nyingine ama tetesi nyingine zinamhusu Ofen Chikola, mchezaji wa klabu ya Tabora United. Moja kati ya wachezaji ambao walijizolea umaarufu ama walianza kuzungumzwa baada ya mtanange wa Yanga na Tabora kwenye uwanja wa Azam pale complex, ambapo Yanga lilala kwa magoli 3-1, Ofen Chikola akiingia kambani mara 2. Moja kati ya wachezaji ambao kuanzia hapo walianza kuzungumzwa na kuhusishwa ndani ya klabu ya Yanga. Sasa na nukuu kile ambacho kimezungumzwa na moja kati ya watu kutoka ndani ya klabu ya Yanga. Inasema, tumefanya naye mazungumzo, yamefikia pazuri na amesha saini mkataba wa awali. Kila kitu kikikaa sawa, basi anaweza akawa sehemu ya kikosi chetu kwa msimu ujao, bana, akilisema chanzo hicho. Hata hivyo, Chikola ambaye amekuwa akipigiwa hesabu pia na timu kadhaa ikiwemo Simba Sports Club, Azam FC na JKT Tanzania, bwana, unaambiwa mwenyewe hakuwa tayari kuzungumza chochote, lakini rafiki yake wa karibu alisema kuna mazungumzo yaliyoanza baina ya nyota huyo na klabu kadhaa bila kuziweka hadharani. Kwa hiyo Ofen Chikola ni moja kati ya wachezaji ambao pia wameendelea kuzungumzwa kwamba huenda wakawa sehemu ya kikosi cha klabu ya Yanga mara baada ya kumalizana na Yanga hao. Na taarifa ama tetezi zinasema Yanga tayari imekamilisha uhamisho huo ya kiungo mshambuliaji wakati Ofen Chikola mwenye umri wa miaka 26 akitokea ndani ya klabu ya Tabora United. Sasa tetesi nyingine ambazo zimeendelea kuhusu klabu ya Yanga bwana ni kuhusiana na Djibril Sila. Bwana, tetesi zinazungumza kwamba tayari Djibril Sila ameshakwisha kumalizana na Yanga, ambao wanatajwa kwamba tayari kila kitu kiko sawa na muda wowote basi atatambulishwa na klabu hiyo ya Yanga. Bwana, Djibril Sila ni moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kufanya vizuri ndani ya klabu ya Azam, na ni moja kati ya roho za maangamizi ndani ya klabu ya Azam. Sasa unaambiwa Djibril Sila ni green and yellow, yani ni mwananchi. Sila anamaliza mkataba wake na wanalambalamba mwishoni mwa msimu huu. Msimu wake wa kwanza 2023-24 alifunga magoli 8 na assist 6.
lakini pia kwa hiyo unaweza kusema amehusika kwenye magoli 14 na msimu huu amefunga magoli 9 na assist 2, yana akiwa amehusika kwenye magoli 11. Diarra alishindwa kabisa kudaka mishale yake, screen protector ilitunguliwa mara 3. Ndiye mbadala wa Clement Mzize ambaye anatajwa kuondoka ndani ya klabu hiyo, lakini kulikuwa kuna vilabu vingi ambavyo vinamhusisha Clement Mzize kuelekea huko, ikiwemo klabu ya Zamalek ambayo imeendelea kuzungumzwa sana juu ya mchezaji huyo Clement Mzize. Kwa hiyo mrithi wa Clement Mzize kwa maana ya tetesi zinavyozungumza ni kwamba ni Djibril Sila kutoka ndani ya klabu ya Azam. Lakini Mikri Herve Osete mwenye umri wa miaka 25 anatazamiwa kwenda kuiongezea Yanga nguvu eneo la katikati ya uwanja kwa kuanzia msimu ujao. Yanga wanaendelea na mazungumzo na wakala wa mchezaji huyo. Nafuni kwamba wakala wake tayari alishaleta wachezaji kadhaa ndani ya klabu ya Yanga, hivyo kuna uhusiano mzuri wa kibiashara kati ya pande mbili. Yanavyojadiliwa hivi sasa ni mapendekezo ya maslahi binafsi ya mchezaji pamoja na Yanga. Bwana Miki Osete ni moja kati ya tetesi ambazo pia nakumbuka nishai kukusogezea kuhusiana na mchezaji huyu kuhusishwa ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo tusubiri pia kuona ni kwa namna gani ambavyo tetesi hizi zinaweza zikawa za kweli ama zikabakia kuwa tetesi kama ilivyo sifa ya tetesi. Lakini tetesi nyingine ndani ya klabu ya Yanga bwana, ni mara baada ya kuondoka kwa Stefano Aziz Ki, kumekuwa kuna majina mengi sana ambayo yameendelea kupendekezwa ama yameendelea kutajwa kama moja kati ya majina ambayo anakwenda kurithi nafasi ya Stefano Aziz Ki ndani ya klabu ya Yanga. Faisal Salum Feitoto ni moja kati ya wachezaji ambao inazungumzwa tayari ameshakwisha kukamilisha usajili ndani ya klabu ya Yanga. Kinachosubiriwa tu ni utambulisho na mambo mengine, alafu mwisho wa siku Yanga watoe taarifa juu ya kukamilisha usajili huo. Lakini wakati tunamzungumza kwamba amekamilisha usajili ndani ya klabu ya Yanga, wekundu wa Msimbazi Simba wanazungumzwa pia tayari ameshakwisha kukamilisha usajili ndani ya klabu hiyo. Kwa hiyo ni moja kati ya tetesi ambazo sipo kwa sasa. Tumemwona Azim Dewji akiulizwa kuhusiana na kumalizana kwa Faisal Salum ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, akazungumza ni kweli na kila kitu kitawekwa wazi. Kwa hiyo tusubiri ama tukae mkao wa kula. Kwa hiyo tetesi zinamzungumza Simba, tetesi zinamzungumza Yanga. Mwisho wa siku tutapata kufahamu ni wapi anaelekea Faisal Salum Feitoto ambaye ameendelea kuzungumzwa ndani ya vilabu hivi. Lakini wakati huo pia Azam FC nao wanazungumzwa kuendeleza mazungumzo kwa ajili ya kumbakiza Faisal Salum Feitoto. Lakini taarifa ama tetesi nyingine ni kwamba kipa wa Yanga Diarra inaelezwa kuwa anaweza kuondoka msimu wa mwishoni mwa msimu huu kwenda kutafuta malisho sehemu nyingine. Duru letu la habari ama tetesi limepenyezewa kuwa Yanga tayari wameshakamilisha taratibu za kumsainisha Aishi Manula ili kuchukua nafasi ya Diarra. Ni moja pia kati ya tetesi ambazo nakumbuka nishai kukuletea, lakini kwa sasa pia si mbaya kukukumbusha kwamba ama kukufahamisha pia kwamba bado tetesi zimeendelea kumzungumza Djigui Diarra kama mchezaji ambaye anaondoka ndani ya klabu ya Yanga, na anayekuja kurithi mikoba yake ni Aishi Salum Manula ambaye ameendelea kutokupata namba ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo pia ni moja kati ya tetesi ambazo nimeona nikujuza. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho pengine kitatokea mara baada ya tetesi hizi ambazo zimeendelea kuihusisha klabu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.